Tarehe 22 Agosti mwaka 2024, mkuu wa upelelezi wa wilaya ya Kawe OCCID CP Joram Mtipe Magova PW3 alipokea taarifa kuhusu mifuko ya salfa iliyokuwa na mashaka iliyopatikana katika eneo la Kunduchi Silver Sand. Baada ya kupokea taarifa hiyo, PW3 pamoja na timu yake ya wataalamu wa uchunguzi wa kisayansi forensic, akiwemo Inspector Ali na Constable Dickson PW16, walikwenda eneo la tukio na kukuta mifuko minne ya salfa iliyofungwa ikitoa harufu mbaya. Walipoifungua, walikuta vipande mbalimbali vya mwili wa binadamu. Kwa mujibu wa ushahidi wa J1334 FC Dickson PW16, mfuko wa kwanza ulikuwa na sehemu ya makalio na mikono miwili yenye kucha zilizopakwa rangi. Ilikuwa imefungwa viungo vya binadamu na vingine vilianza kuharibika. Vipande hivyo vya mwili pamoja na vitu vingine vilichukuliwa na kupelekwa hospitali ya Mwananyamala kwa ajili ya kuhifadhiwa na uchunguzi zaidi. Wakati huo huo, PW3 alitoa taarifa kwa wachunguzi wengine wa mkoa. Baada ya kupata taarifa hiyo, ACP Jumanne Kim Amas PW19, ambaye alikuwa akichunguza kutoweka kwa marehemu, aliwasiliana na PW3 na kupanga kukutana hospitali ya Mwananyamala. Hivyo PW19 aliwaita ndugu wa marehemu akiwemo Anastella Stanley Kamana PW18 na kwenda nao hospitalini ili kutambua viungo hivyo vya mwili. Kwa mujibu wa ushahidi wa PW18, alitambua viungo hivyo kuwa vya marehemu Ezenia Kamana.